ninapoangalia kila mara juu ya vijana 4 kutoka Babeli ambao walikuwa ni wafungwa, watumwa na wakimbizi waliochukuliwa mateka. Lakini pia ninapoangalia juu ya Yusufu na Wababeli na wale wote waliokuwa katika ufalme wa Usero, Yusufu pamoja na ufalme wa Egypti, Misri, nina jambo kubwa ambalo najifunza, hasa wale vijana 4 walipochanganywa na vijana wasomi wa Kibabeli, wakawekwa kwenye college, kwenye university, wakafundishwa elimu ile ile. Lakini tofauti ya wale vijana wa Babeli, vijana 4, Shadrach, Meshach na Abednego na Danieli, lakini tofauti yao kubwa ilikuwa ni kufaa, kujiboresha ili kufaa. Na kama kuna jambo ambalo ni vita kwenye maisha yetu, ni kujiboresha ili kufaa. Biblia inasema wale vijana walipokuja kuwekwa mbele ya mfalme, hawa 4 walifaa mara 10 zaidi ya wanajimu wenye elimu na wenye hekima wote wa Kibabeli, kufaa. Na asubuhi ya leo ningekuomba sana Mungu akusaidie ufae katika kila jambo. Upigane vita ya kufaa. Utumie muda wako mwingi kufaa. Kilichomsababisha Yusufu kupata uraia na kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa nchi ni kufaa. Mfalme alisema, tupate wapi tena mtu kama wewe? Kufaa zaidi ya wengine. Ufae zaidi ya mamantilie wengine wote. Ufae kuliko wale watu wenye saluni. Kufaa. Katika kitabu cha Timotheo wa pili, mlango wa 2 mstari wa 15. Timotheo wa pili, mlango wa 2 na mstari wa 15. Timotheo wa pili, mlango wa 2 mstari wa 15, Biblia inasema hivi: "Tahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli." Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiyekuwa na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la Mungu. Unajua tafsiri yake fupi? Jitahidi kujionyesha kuwa unafaa. Sasa shida ni kufaa, sio taaluma. Kufaa wakati mwingine sio elimu, kufaa wakati mwingine sio nafasi, lakini kufaa. Mchungaji, jana kuna wanaume wana ndevu wamefunga ndoa, huu ni mwaka wa 20, hawajawahi kufaa kuwa wanaume. Hajafaa kuwa baba wa nyumba, kwa sababu paka leo ni mama anahangaika kama bodaboda, mpaka kesho analelewa ni mwanaume kabisa, nao rengerero ana ndevu kabisa, ni baba kabisa, ana ndevu, ana koroma, ana sauti 4 ndani ya nyumba, lakini hajafaa. Ana mchepuko ya kutosha, ana misele ya kutosha. He is not serious at all. Hana majibu. Sasa tunaposema jionyeshe kwamba unafaa, ni mwanaume kabisa, ana ndoa miaka 20 naisha, lakini hajafaa kwenye position. Kuna wanawake kabisa, Mrs. fulani, mama fulani, ana title ya mama fulani, lakini hajawahi kufaa kuwa kwenye hiyo nafasi ya kuwa mama fulani. Na wale wa Babiloni hawakufaa. Waliingia wote university moja, lakini hawa vijana 4 asema walifaa mara 10 zaidi. Sasa mabibi na mabwana, kuna kufaa, kuna kusoma kuwa engineer na kufaa kuwa engineer. Kuna kusoma theolojia na kuwa padri au kuwa mchungaji, alafu kuna kufaa kuwa padri au kuwa mchungaji. Kuna kujitahidi katika siasa, ukapiga debe, ukachaguliwa, na pengine ukapata hata uteuzi wa kuwa waziri, wa kuwa mkuu wa mkoa au nani, lakini kuna kufaa katika hiyo position ambayo upo. Kuna kujitahidi kukopa benki, ukachukua mtaji wa biashara, lakini kuna kufaa kuwa mfanya biashara ambaye unafanya biashara
kwa faida. Kuna kuimba sana tu ukajua sauti za kuimba na note ni hapa, lakini kuna kufaa kuwa mwimbaji. Tena mwimbaji wa madhabahuni. Huwezi kuwa muhuni, huwezi kuwa tapeli hapa na huku nakazana kuimba na kunengua, never. Kuna kufaa kuwa mwimbaji hapa. Kuna kupangiwa zamu ya kuwa mhubiri hapa baada ya masifu ya asubuhi na jioni, na ukasema na ulimwengu masaa na ulimwengu kwa mataifa 180. Lakini kuna kufaa kuwa mhubiri ni jambo moja, lakini kufaa watu wakikuangalia wamuone Kristo ndani yako na waamini. Bila nasema liamini neno la Mungu na watumishi wake, lakini hatuwezi kuamini matapeli. Tutaamini wale watu ambao tunawaamini. Si ndio mchungaji jana? Yes. Kuna kufaa. Ni sawa umejiweka status, wewe ni MC, wewe ni katera, ufae basi kwenye sherehe yetu tukikupa. Tuone kweli watu wamekula mpaka wameelewa, wamefurahia chakula. Lakini pia watu MC hajatuboa, ufae. Shida sio kujitengenezea ma Instagram na kujiwekea address ya kutosha, kufaa. Kuna watu ambao tuna watoto kabisa, tuna watoto unaitwa mama fulani, baba fulani, lakini hatujafaa kuwa wazazi. Kwa hiyo anaposema jitahidi kujionyesha, ni kujitahidi kufaa. Kujitahidi kufaa. Na wakati mwingine ili ujitahidi kufaa, wakati mwingine angalia pia watu wengine wanafanyaje, ujitahidi kufaa. Kama kuna kazi inayohitajika kwenye maisha yetu leo, ni kujitahidi kufaa. Na hapa anasema jitahidi kujionyesha kwamba umekubalika. Na wale wa Babiloni walifaa sio mara moja, walifaa mara 10 zaidi. Mimi naomba jiboreshe. Jiboreshe katika kila kitu. Jiboreshe katika tabia, jiboreshe katika kuthink, jiboreshe hata namna ya kuvaa. Mwenzangu unavaa mno kama Christmas tree. Watu hawakuelewi. Yaani wewe rangi zote tu. Jiboreshe. Anza kujiboresha. Tumia nafasi yako kubwa ya kujiboresha. Kwenye siasa, jiboreshe. Kwenye uongozi, jiboreshe. Kwenye karama, jiboreshe. Kwenye kipawa, jiboreshe. Katika ndoa, jiboreshe. Jiboreshe uwe mama. Jiboreshe uwe baba. Jiboreshe. Ufae. Nataka nikuhakikishie, tuna vitu vingi, tuna nafasi nyingi, tuna fursa nyingi, lakini shida ni kufaa. Kufiti kwenye hiyo position. Ufae hata kumiliki hela. Unajua kuna mtu akipata hela kidogo anachanganyikiwa vibaya mno. Yani anakuwa kama kuku ambaye ametaga yai moja, anapiga kelele, njoni muone maajabu, njoni muone maajabu. Nimetaga, njoni muone maajabu. Yani hivyo. Lakini nataka niwaambie, the power of silence, ya kuhakikisha unakuwa kimya katika kufaa. Inawezekana nimeongea jambo la kawaida sana this morning, lakini nataka nikuambie, mimi ninaomba Mungu sana na kujitahidi kila siku kufaa. Najitahidi kusoma vitabu ili nifae. Najitahidi kusikiliza wengine ili nifae. Najitahidi kuomba ili nifae. Na kazana mchungaji Kimaro ili nifae. Nifae kuwa mchungaji. Kwa sababu najua nimetokea wapi na niko wapi na naishi na nani na watu gani katikati yangu. Na kazana kufaa. Siku nikija kufaa Mama Mari nitakwambia angalau sasa naanza kufaa kidogo kuwa mchungaji. Yaani naanza kufaa. Naanza kufaa. Lakini nakazana. Na pale Biblia inasema jitahidi. Sio kwamba ni spiritual, kwamba inashuka kutoka mbinguni, ni kipawa cha kufaa. Ni kujitahidi. Na kule kujitahidi kwa wana wa Babeli, wale wa Babiloni, walikula mtama na maji miaka 3.5. Sio jambo moja. Ili Musa afae, alitengenezwa kwa miaka 40 elimu ya Wakaldayo kwenye nyumba ya Misri, nyumba ya Farao, lakini 40 jangwani. Ili afae, alitengenezwa kwa miaka 80. Mungu akamtokea Musa kwenye kijiti kinachowaka akiwa na umri wa miaka 80. Akafaa kwa sehemu, ila hakufaa kuingia Kanaani. Nataka kuonyesha tu kwamba gharama ya kufaa. Usije ukanichukulia poa.
Ukaamka hapo ukasema, ukajikunguta kunguta, ukajifariji kama nafa. Never. Musa miaka 80 na alifaa nusu, hakwenda Kanaani. Joshua ili afae kuwaingiza wana wa Israeli Kanaani aliandaliwa kwa miaka 40. Hawa wa Babiloni ili wafae walikula mtama miaka 3.5. Sasa wewe umejipangia muda gani, maisha gani na namna gani ya kujiboresha ili ufae? Nataka nikwambie pia, dunia inatafuta watu wanaofaa. Ndio maana Farao akasema, tupate wapi tena mtu kama wewe? Dunia inataka watu wanaofaa. Ni maombi yangu uwe miongoni mwa wale watakaofaa. Wachungaji wanaofaa, masista wanaofaa, mapadri wanaofaa, wahubiri wanaofaa, wanasiasa wanaofaa, viongozi wanaofaa, wafanyabiashara wanaofaa, wawekezaji wanaofaa, wasomi wanaofaa, mainjinia wanaofaa, madaktari wanaofaa, manesi wanaofaa, watu wanaofaa, wanaume wanaofaa, wanawake wanaofaa. Oh my God, Waafrika wanaofaa. Ninakuombea Mungu akubariki na Mungu akutunze. Tumsifu Yesu Kristo.